Na mtazamaji hujambo na karibu. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara ni Meresha Uwiti. Karibu. Usiku wa leo KTN inaandika tena barua ya wazi kwa Rais William Ruto, safari hii ikiuliza utawala wa Kenya Kwanza na wataalamu wake waliopo serikalini ni kwa nini wamezika vichwa vyao mchangani na kutia masikio nta. Siku tatu tu tangu bei za mafuta nchini kupanda kwa viwango vya juu zaidi katika historia, barua hii ni kumbusho kwa Rais William Ruto kuhusu ahadi yake ya mpango wa G2G, ahadi yake kwa wananchi wa kawaida, na kuuliza majibu kuhusu nini hasa kilitokea kwa maafisa watatu wa juu waliojiuzulu katika sekta ya mafuta. Kwa Mheshimiwa Rais, hii ni barua yetu ya pili tangu bei ya mafuta kupanda hadi viwango vya kihistoria. Barua kutoka kwa mama mboga, watu wa boda, wananchi wa chini na hustlers wako. Safari hii tumewahusisha wataalamu wako uliokopa, mawaziri Opiyo Wandayi wa nishati na John Mbadi wa hazina. Mheshimiwa Rais, kabla hatujashughulikia makuu ya leo, yani sekta ya mafuta, tunafahamishwa kuwa ulifika salama Baku, Azerbaijan kuhudhuria mkutano wa dunia wa miji endelevu. Lakini nyumbani, bei ya dizeli ikiwa juu kuliko wakati wowote, Mheshimiwa Rais, miji yako huenda isiweze kujitegemea. Nikufahamisha kuwa kwa siku tatu Wakenya wamekuwa wakihangaika. Mheshimiwa Rais, uliondoka kimya ukiacha nchi ikikabiliana na bei ya mafuta ya juu zaidi katika historia ya Kenya. Hukutoa maelezo, hukutoa tamko lolote, ila ulizika kichwa chako mchangani na kutia nta masikio. Watu wote wamekataa. Hii tuwatumianga mafuta petrol. Mafuta ya tatu watumia wapi? Mambo gani? Labda wanatumia huko nyumbani, huko Kisgoi. Huku tunatumia mafuta ya nini? Petroli. Na tumechoka Mr. President. Mheshimiwa Rais, wa Kenya wako bado wanasubiri maelezo ya kwa nini mpango wa G2G ulioanzisha umesambaratika. Uliahidi kwamba ungeondoa makateli. Naomba nichukue fursa hii kukukumbusha ahadi zako, Mheshimiwa Rais. Insatiable greed and corruption is driving us over the cliff. Mimi nataka niwaambie, hii mafuta inaongezwa usiku na mchana. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba these people don't understand the damage they are doing to the people and the economy of Kenya. If the subsidy continues to the end of the financial year, it will cost taxpayers 280 billion. Mheshimiwa Rais, ni kipi kilitokea? Serikali yako ilipotezea mwelekeo wapi? Ni katika hatua ipi hasla wako walikoma kuwa kipaumbele chako? Mheshimiwa Rais, Wizara ya Nishati inaongozwa na mtaalam uliazima, Waziri Opiyo Wandayi. Wandayi sasa ameonyesha kutengana na uhalisia. Badala ya kuwapa Wakenya majibu, amejifungia kwenye michezo ya kisiasa, akibadilishana maneno makali na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Wewe wana Munyoro, ulishindwa kazi na ikalazimisha bunge ikufukuze kazi, National Assembly and Senate sacked you. Sasa jana usiku, kwa sababu yeye ni mwoga, alikuwa anatoroka sije nenda wapi. Mheshimiwa Rais, waziri wako Opiyo Wandayi anaonekana kutokuwa na nia wala uwezo wa kukabiliana na mgogoro uliotokana na wizara yake. Na upande mwingine, Mheshimiwa Rais, ni mtaalamu mwingine uliyepewa, waziri wa hazina John Mbadi. Amebaki kimya sana. Wakenya bado wanasubiri maelezo ya kwa nini bei ya mafuta imepanda, ilhali serikali ilidai kutumia shilingi bilioni 5 kutoka ushuru wa maendeleo ya petroli ili kupunguza bei